njia ya kuyaona mambo makubwa yakitimia kwako. Hiyo ndilo somo ambalo tunakwenda kujifunza. Unaweza ukawa unajua mambo makubwa, unaweza ukawa unasoma neno la Mungu likawa linasema mambo makubwa, unaweza ukawa katika ufahamu wa mambo makubwa ambayo yanapaswa kutimia kwenye maisha yako, lakini unafanyaje sasa ili hayo mambo makubwa yatimie kwako? Haleluya! Sasa tunataka tukaangalie Yesu anatufundisha nini, Mungu anatufundisha nini katika namna ya kuona hayo mambo makubwa yakitimia kwako. Kuna vitu ambavyo Yesu alivisema kwenye kitabu, tuangalie kitabu cha Mathayo, sura ya 17. Mathayo mtakatifu sura ile ya 17 kuanzia mstari wa 14. Sura ya 17 kuanzia mstari wa 14. Nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia, akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Jamani, haleluya! Sasa tunaanza na habari hii ambayo inahusiana na mtu mmoja ambaye alikuwa na mwanaye. Alikuwa na mwanaye aliyekuwa na shida ya kifafa, na kile kifafa mzazi akawa anaeleza kuna muda kinamtupa motoni yule mwanaye, kuna muda kinamtupa majini yule mwanaye. Haleluya! Sasa akawa anatamani, anamwambia Mungu, anamwambia Yesu, sasa nisaidie, mponye mwanangu, kwa sababu shida hii inamtesa. Mara nyingi kifafa hiki huwa kinamwangusha hata majini. Kwa hiyo kuna wakati ambao anakuwa kwenye hatari kubwa sana. Lakini akasema tena, nikamleta kwa wanafunzi wako. Nimeshamleta kwa wanafunzi wako, wasiweze kumponya. Haleluya! Kwa hiyo huyu anachomaanisha, huyu mzazi alikuwa anamaanisha, anajua kwamba wale wanafunzi wa Yesu walikuwa hawawezi kumponya mwanaye. Haleluya! Walikuwa hawawezi. Ni kitu ambacho kilikuwa tayari kimeshajengeka ndani kwamba wanafunzi wa Yesu hawakuweza kumponya. Sasa kuna vitu ambavyo watu wanajua kwamba hauwezi, kwa sababu lile jambo sio jambo jepesi, sio jambo dogo, kwamba wanafunzi wa Yesu wako na Yesu lakini hawakuweza kumponya mtu huyu, hawakuweza kumponya mwanangu. Haleluya! Sasa kuna mambo ambayo watu wanaweza wakajua wewe hauyawezi, kwa sababu huyu mtu alikuwa anajua hawa wanafunzi pamoja na kwamba wako na Yesu, lakini huyu mwanangu huyu wameshindwa kumponya, hawawezi kumponya. Sasa katika vile vitu ambavyo jamii inajua hauwezi, katika kile kitu ambacho hata wakati mwingine familia inaamini hauwezi, kwamba wewe hauwezi kuwa mtu mkuu, wewe hauwezi kufanikiwa sana, wewe hauwezi kujenga, wewe hauwezi kutusaidia. Haleluya! Yale mambo ambayo kuna watu wanaamini hauyawezi. Sasa unatokaje katika hayo ambayo watu wanaamini hauyawezi, na unajua kabisa hawaamini kwamba unayawezi? Sasa unatokaje kwenye hayo mazingira? Haleluya! Sasa hapa huyu mzazi akamwambia, hata wanafunzi wako hawakuweza kumponya, nilimleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Sasa kulikuwa na mtu, maana yake hata wangekutana wapi angekuwa na wadharau wanafunzi wake, lakini angekuwa na mheshimu Yesu. Haleluya! Angekuwa akipita anasema, hawa shida yangu siwezi kuwapatia hawa, kwa sababu hawawezi kunisaidia, hawawezi. Sasa nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Akamwambia,
enye kizazi kisichoamini. Kwa hiyo alikuwa anamkemea na yule kwamba kwa nini unashindwa kuwaamini wanafunzi wangu? Kwa hiyo alikuwa anashindwa kuwaamini. Na wanafunzi wako wakumponya, lakini Yesu hakusema wanafunzi wangu, alisema kwa nini nyinyi kizazi kisichoamini. Kwa hata yule mtu alikuwa haamini kwamba wanafunzi wake wanaweza kupona. Haleluya. Sasa kulikuwa na shida ya imani kwa yule mtu na hata kwa wanafunzi wake. Tutakuja kuangalia baadaye alichoambia. Sasa ni mazingira ambayo unaaminiwa kwamba jambo fulani hauliwezi. Wewe hili jambo hauliwezi, hauwezi kufika hapa, hauwezi kufanya mambo makubwa. Leo ulivyo hivyo ni tofauti na ndani yako. Kuna vitu vikubwa unaviwaza ndani yako, kuna mawazo huwa unayo ndani yako, kuna maono huko ndani yako, wewe unajua. Kuna mipango mikubwa unayo ndani yako, wewe unaelewa. Lakini mtu akikuangalia leo anasema wewe hauwezi. Sasa utayaletaje yale mambo makubwa unayoyaona, ile mipango mikubwa ulionayo? Wakati huo watu hawaamini kama unaweza hata kujenga, lakini wewe muda huo unawaza kutengeneza mambo makubwa kuliko kujenga. Haleluya. Sasa unaletaje hiyo mipango mikubwa ionekane? Ndio maana Yesu anataka tufundishe njia ya kuyaona mambo makubwa yakitimia kwako. Sasa wale wanafunzi walikuwa wanaugua sana. Mstari wa 18, Yesu akamkemea pepo naye akamtoka, yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Ilikuwa inawaumiza sana. Mbona sisi hatukuweza? Kuna vitu hata moyo wako unaugua. Kwa nini mimi siwezi hili? Kwa nini mimi siwezi hiki? Kwa nini mimi siwezi? Kwa nini mimi siwezi kufanya huduma ikawa tofauti? Kwa nini mimi siwezi kuhubiri sana na nikaona matokeo? Kwa nini mimi siwezi kufanya biashara kubwa hivi? Mimi nitabaki tu kuwa na genge la kuuza mboga ndogo, mchicha tu kidogo, nyanya kidogo, nitabakia hapo. Kwa nini mimi nisiweze kufungua biashara kubwa? Sasa hata wanafunzi wakawa wanamuuliza, kwa nini hatukuweza? Walikuwa wanataka sababu kwa nini hawajaweza. Sasa lile ambalo unajiuliza kwamba kwa nini wewe huwezi, Mungu anataka kuonesha njia ya kuliweza. Haleluya. Kwa sababu jambo usiloliweza maana yake linazidi uwezo wa nguvu zako, ndio maana hauliwezi. Kuna mambo makubwa unayoyawaza na unajiuliza kwamba nitawezaje kuyafanya haya, na kila ukijaribu unajaribu kufanya mambo makubwa ambayo hata mtu akikuona akupa heshima, lakini wewe kila unapojaribu kuyakabili ili kuyatimiza unashindwa. Ni kweli unajua nini cha kufanya, lakini kila unapojaribu kuyabeba na kuyaleta kwenye uhalisia unashindwa. Sasa ni namna gani hayo mambo makubwa yatatimia kwako? Haleluya. Wakamwendea kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu alitoa kirahisi sana. Mbona sisi hatukuweza? Yaani tuko na Yesu, lakini mbona hili hatujaliweza? Unafika mahali unajiuliza, nimeokoka, nampenda Yesu, lakini mbona mimi hili ninashindwa? Wapo wengine waliookoka wanaweza, kwa nini mimi ninashindwa? Mungu anataka akuoneshe kwa nini. Haleluya. Na akuoneshe njia ya kuweza hilo ambalo unatamani kuweza. Wanafunzi walikuwa wanajiuliza, tumekaa na Yesu tena zaidi ya wengine, kila anapoenda sisi tupo. Tumeona matendo anayoyatenda makusa, tumeona akifungua mpaka vipofu, ametuhusia mambo mengi, hata namna ya kuomba ametufundisha, lakini kwa nini hatukuweza jambo hili? Tumeacha kazi zetu, tumemfuata Yesu, tuna utayari tena tunautiwa kwenda kokote anakotaka, lakini kwa nini jambo hili linakuwa gumu? Yaani kwamba mimi ninafanya ibada, ninamwabudu Mungu kwa moyo wote, lakini kwa nini biashara hii ninashindwa? Haleluya.
Kwa nini kazi hii inanishinda? Kwa nini kila siku nashindwa hili? Kwa nini mimi siwezi kufanya jambo likaniingizia pesa nyingi? Kwa nini mimi siwezi kufanya huduma ikaleta matokeo? Kwa nini siwezi kumwombea mtu akafunguliwa? Ni kitu kinakuwa kinakuumiza. Kwa nini huwezi wakati una Yesu? Hawa walikuwa wanaumia kwa sababu Yesu alikuwa naye. Walikuwa na uwezo wa hata hapo walipata nafasi ya kuongea naye kwa faragha kimwili. Haleluya. Walikuwa na uwezo wa kusalimiana naye. Yesu aliwasha mpaka miguu yao. Sasa wakawa najiuliza, inakuwaje? Kumbe unaweza ukawa na Yesu lakini kuna mambo usiyawezi. Haleluya. Unaweza ukawa unasema nimeokoka. Ni kweli umeokoka, lakini kuna njia ya kuyaleta mambo makubwa yatimie kwako. Sababu hawa walikuwa tayari ni wanafunzi wa Yesu, manake ni wafuasi wa Kristo, lakini kuna mambo walikuwa hawawezi. Sasa hata wewe unaweza ukawa na imani ya Kristo, unaweza ukawa umeokoka, una uhakika ya kwamba hata leo na Yesu akirudi wewe unamlaki mawinguni, lakini bado moyo wako unaugua. Kwa nini jambo hili siliwezi? Kwa nini mimi hili siliwezi? Wengine mbona wanaweza, mimi mbona ninashindwa? Lakini mbona tunaabudu pamoja, mbona ninasoma Biblia ile ile, mbona nafanya hivi, lakini kwa nini ninashindwa mimi? Kwa nini nisiwezi? Wengine wanafanya nini mpaka waweze, mimi nishindwe? Kwa nini mimi nisijenge nyumba kubwa? Kwa nini mimi nisifungue kampuni kubwa ikawa na matokeo makubwa? Kwa nini mimi nisiwezi? Haleluya. Unaishia kusikia shuhuda za wengine kwamba wametendewa, hawa wamepokea, hawa wametendewa. Kwa nini mimi huu utasa usiondoke? Mbona naona watu wanafunguliwa wengine, kwa nini huu utasa usiondoke? Hasa ni jambo ambalo lilikuwa linawatesa hawa watu, kwamba kwa nini wao wasiweze. Haleluya. Usikubali kuna jambo uliwezi halafu haujui kwa nini uliwezi. Haleluya. Usiwe mtu wa kutulia, usiwe mtu wa kutulia. Hawa wanafunzi wa kutulia wakasubiri, wakaona Yesu akamkemea yule pepo akamtoka. Hapo wao wamehangaika katika jina la Yesu, wamefanya kila wanachofanya, lakini ile pepo limekaa tu. Kuna jambo kwenye maisha yako, uko unaomba, umetoa sadaka, umefanya nini, lakini bado hilo jambo halitoki. Halafu una Mungu anakusemesha, Mungu anakufundisha, lakini kwa nini hilo jambo halitoki? Kwa nini hilo jambo kubwa hauliwezi? Sasa walimuuliza Yesu, kwa nini hatukuweza? Nawe kuna kitu unajiuliza, kwa nini sijaweza hili? Kwa nini hivi siwezi kuwa mkulima mkubwa? Kwa nini siwezi kulima mashamba makubwa? Kwa nini nisiwe mfanyabiashara mkubwa? Kwa nini nisiwe mwinjilisti mkubwa? Kwa nini, kitu gani kinanishinda? Ninamwabudu Mungu yule wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Hivi kwa nini nisifike kule? Kwa nini nisifike mahali nikawa na nyumba yangu? Kwa nini nisifike huko? Haleluya. Kwa nini nisifike huko? Lakini Yesu akaanza kuwaonesha sasa na kuwaelekeza baadhi ya vitu. Haleluya. Baadhi ya mambo ya msingi ambayo yalikuwa ni sababu ya vile ambavyo walikuwa wanawaza moyoni mwao. Sasa akaanza kuwaelezea. Tuangalie mstari wa 20. Mstari wa 20 sura ya 17. 17:20 nitasoma. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Bwana apewe sifa. Akamwambia jambo la kwanza ambalo mnatakiwa kufanya ili myaone yale matokeo makubwa mnayoyatamani, kwa sababu shauku yao ilikuwa ni kuona jambo kubwa likitimia kwao. Kuna kitu walikuwa na shauku nacho kikubwa. Walikuwa wanatamani kuona miujiza mikubwa ikifanyika, matendo makubwa yakifanyika.
mambo makubwa yakitokea, lakini wakagundua kuna mambo ambayo hayatendeki kwao. Kuna mambo makubwa ambayo yalikuwa hayatendeki kwao. Haleluya, yalikuwa hayatokei. Sasa Yesu akawa anaambia ni kwa sababu ya upungufu wa imani. Kumbe imani ni eneo la kwanza na ni njia ya kuyaona mambo makubwa yakitimia kwako. Wale wanafunzi walimwonyesha Yesu kwamba tuna shauku ya kutenda kama utendavyo, tuna shauku ya kuona matokeo kama unavyoyatenda, lakini tufanye nini? Akawaambia eneo la kwanza, shughulikeni na imani yenu. Haleluya! Kwa imani ni eneo la kwanza ambalo kama vile unavyotaka kuyaona mambo makubwa yakitimia kwenye maisha yako, unapaswa kushughulika na imani. Imani yako ndiyo sehemu kwanza ambayo inaweza ikaleta yale yanayokuumiza ambayo una shauku nayo yakaja kutimia kwako. Haleluya! Imani yako. Kuna vitu ambavyo unajiuliza kwa nini hauwezi. Unajiuliza kwa nini huwezi kufanya biashara kubwa, kwa nini huwezi kuona matokeo makubwa. Ni kweli unayoyataka kwa wengine unayaona. Baadhi ya watu wameokoka, wanashuhuda, walitoka mbali, sasa hivi wako mahali pa juu sana, Mungu amewainua. Lakini unakaa chini unajiuliza, mbona nimeokoka kwa miaka mingi, mbona nafanya ibada kwa miaka mingi, mbona najitoa sadaka, mbona nafanya hivi, lakini mimi mbona matokeo hayo siyaoni? Lakini eneo ambalo Bwana anakuambia shughulika kwanza na imani. Sio kwamba Mungu ameshindwa kusaidia, hapana. Anasema shughulika na imani. Unashughulikaje? Tuangalie Warumi sura ya 10 mstari wa 17. Kitabu cha Warumi sura ile ya 10 mstari wa 17. Basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Shughulika na chanzo kwanza. Watu wengi wanaiona imani. Ukiona mtu ana imani, kuna aina nyingi za imani, lakini nazungumzia imani ambayo chanzo chake ni kusikia. Kumbe kuna vyanzo vingi vya imani, lakini tunaposema kusikia, tunaelezea kusikia kwa neno la Kristo. Imani inakuja kwa kusikia, lakini unasikia nini? Unaweza ukawa unasema kuna matokeo siyaoni, kwa nini hili siliwezi? Lakini angalia kwenye chanzo cha imani yako wewe, usiangalie imani. Unajua, unaweza ukawa unaamini kwa wewe, kama wewe unaamua tu kuamini. Yaani mtu anaamua imani ya kuamua tu kwamba Bwana, hili jambo acha niamini tu. Yaani wewe unaamua kihisia kwamba ngoja niamini tu, Mungu atanisaidia. Lakini tunazungumzia imani ambayo sio namna hiyo. Yaani mtu una mwaka mzima haujawahi kulisoma neno la Mungu wala kulisikia neno la Mungu, halafu unaamka tu unasema acha niamini tu, acha niamini tu. Hiyo sio imani ambayo tunaizungumzia. Wakati hata mtu wa dunia, na hata wewe kama ni shahidi, wakati Mungu hajakuokoa, kuna wakati ukisikia kimuziki fulani cha duniani unashangaa, na wewe unaamka unajikakamua, unaona kabisa nitashinda. Ni muziki wa dunia. Haleluya! Kwa hiyo na dunia ina kamfumo kake ambako ukiingia unaweza, kama unaamini hivi, unakuta mtu ameimba muziki wake unahusiana kama unakutia moyo hivi, halafu na wewe unaamka asubuhi unakuwa na nguvu, unachukua na jembe lako unaenda shambani, unaweka hako kama muziki, unasema afadhali nimekasikia. Haleluya! Lakini hiyo sio imani niliyokuambia, kwa sababu hiyo imani hiyo lazima magumu yakikupitia, yakikutana na maisha yako, hiyo imani inatoka, kwa sababu ni imani ya namna ya kidunia. Umesikia kamuziki tu kanako shughulika na kutia moyo, kana kufariji, kamuziki kanahusiana na maisha ya kila siku, pambane. Unasema kweli, huyu mwimbaji kama alijua, acha na mimi nipambane. Hiyo imani sio ninayoisema. Ninazungumzia imani ambayo chanzo chake ni kusikia, na kusikia huko kunakotokana na neno la Kristo. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo imani ninayozungumzia, kwamba hilo ni eneo la kushughulika. Sasa nasema na wewe ambaye kuna matokeo unayataka, unisikilize kwa umakini. Haleluya! Kuna mahali unataka ufike,
Kuna mambo makubwa ambayo unatamani kuyaona yakitimia kwako. Sasa wakati unatamani yatimie kwako, lazima ushughulike na imani, na ili ushughulike na imani, njoo kwenye chanzo. Huku kuna shida. Chanzo nasema ni kusikia kwa neno la Kristo. Wewe huwa unasikia neno la Kristo mara ngapi? Wakati unasubiri matokeo, sio imani tu ya kawaida yanayoamua matokeo makubwa, lakini ni imani ambayo nyuma yake kuna neno la Mungu. Haleluya! Kwa hiyo nyuma ya imani yako lazima kuwe na neno la Mungu ambalo linashikilia imani yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuwe na nguvu ya neno la Mungu ndani yako. Hilo ni jambo la kwanza ambalo Mungu analisema, kwamba hakikisha imani yako inajengwa katika neno la Mungu. Neno la Mungu ni lazima uwe na neno la Mungu moyoni mwako, ni lazima. Wakolosai sura hii ya 3 na mstari wa 16, maandiko yanasema nini? 3:16. Kila mmoja naamini umefika. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Anasema neno la Kristo ni lazima likae kwa wingi ndani yenu. Manake ndani ya moyo wako ni lazima ujaze neno la Mungu. Haleluya! Ni lazima ujaze neno la Kristo ili imani yako iwe na nguvu. Hakikisha mpendwa, pambana mwenyewe, ijenge kuwa tabia yako. Mimi nakwambia ukweli, mwezi mmoja ambao utaamua kila siku kusoma Biblia utakuwa tofauti na mwezi mwingine. Mwezi ambao utaamua kila siku ulisome neno la Mungu, hata utumie nusu saa kusoma neno la Mungu kila siku, moyo wako utaanza kubadilika. Kuna vitu utaanza kusikia unavibeba. Haleluya! Sasa anasema lazima ushughulishe moyo wako kulibeba neno. Sasa ni kweli, unaweza ukawa unaweza ukanisikia ukasema, mbona ninasoma neno la Mungu, lakini kuna kitu nataka nikufundishe katika kusoma ambacho Mungu ndicho anataka ukielewe. Sio kila anayesoma neno la Mungu ndiye anakuwa na imani sasa na Mungu anavyosema. Hapana, ndani ya neno la Mungu kuna kitu cha kufanya unaposoma neno la Mungu. Haleluya! Angalia kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 10. Yohana Mtakatifu sura ya 10 mstari wa 30. Sura ya 10 mstari wa 30. Nitasoma mstari wa 30. Mimi na Baba tu umoja. Yesu alisema mimi na Baba tu umoja. Ni Yesu alikuwa anahubiri akasema yeye na Baba wako umoja. Sasa ni kitu ambacho tunapokuja kwenye eneo la kujifunza neno la Mungu, manake ni lazima sisi na neno tuwe umoja, kwa sababu sisi tunakuwa ndani ya Kristo. Manake sisi tunakuwa ndani ya Kristo ambaye yuko ndani ya Baba, lakini nasema yeye na Baba ni umoja. Sasa unapolisoma neno la Mungu ili upate matokeo makubwa, ili matokeo makubwa yatimie kwako, hakikisha neno hilo la Mungu mnakuwa kitu kimoja. Haleluya! Kama Yesu alivyosema mimi na Baba tu umoja, manake ukienda huwezi ukamtenganisha Baba na Mwana. Haleluya! Yaani Yesu Kristo na Baba hauwezi ukawatenganisha, wako kitu kimoja. Haleluya! Yaani Yesu sasa, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu. Wewe huwezi ukatenganisha wewe na Yesu. Sasa unapokuwa ndani ya Yesu, manake watu hawakuoni wewe tena, wanamwona nani? Yesu. Ili uwe na imani inaweza kuleta matokeo, ni lazima neno unalolisoma na wewe mfanane, muwe kitu kimoja. Manake usibishane na neno la Mungu, usibishane na neno la Mungu. Kwa sababu unaweza kusema mbona nasoma Biblia, mbona nimesoma Mathayo, nimesoma mpaka kitabu hiki, mbona nimesoma Biblia yote, lakini
ulichokiona kwenye Biblia na wewe mko kitu kimoja. Sababu imani anayosema Mungu anaposema hili manake na wewe ni hilo, Mungu anaposema hiki na wewe ni hicho, ni kweli. Kwa hiyo lazima uwe mmoja, yani wewe na neno muwe kitu kimoja. Sababu hata Yesu ni neno. Haleluya. Alisema naye neno alikuwa kwa Mungu, lakini neno huyo alifanyika mwili. Kwa hiyo ungemkuta Yesu hafu kumwambia Yesu kaa hapa na neno kaa huko, unakuta ni haiwezekani. So naye neno alikuwa Mungu. Kwa hiyo neno na Mungu ni kitu kimoja. Na sisi, maandiko yamesema sisi ni miungu, tumezaliwa na Mungu, sisi ni wana wa Mungu, na sisi tuko ndani ya Kristo. Kwa hiyo sisi pia na neno tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Imani anayozungumzia ni kwamba neno unalolisoma, unalolielewa, uhakikishe mnakaa kwenye mstari mmoja na hilo neno. Sio neno liko mashariki, wewe uko magharibi. Ndio nilifundisha kuhusu kulishika na kuliamini neno la Mungu. Yaani unapokisoma kitu kwenye maandiko ambacho kinasema habari hiyo, maana yake shikamana na hicho kitu kwa asilimia zote. Haleluya. Hapo ndipo unasababisha imani yako iweze kusababisha mambo makubwa. Lakini unapolisoma neno halafu unaliogopa kwamba hili ni kama siwezi kulishika, hili kama kuliamini ni gumu, hapana, huwezi kuona matokeo. Neno linalosema kuponywa, kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona, maana yake unalikumbatia, unasema mimi nimepona kwa jina la Yesu. Haleluya. Unasema mimi nimepona, unakuwa wewe na hilo neno ni sawa. Mtu akikwambia wewe unaumwa, unamwambia si kwa jina la Yesu, kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Sio ninaumwa na wewe unasema ninaumwa. Haleluya. Kwa hiyo unatakiwa ukae kwenye mstari mmoja na neno. Hapo ndipo utajenga imani yako ambayo itayaleta yale mambo makubwa ambayo leo unaona kama uyawezi. Lakini ili uyaweze, tengeneza imani yako, tengeneza moyo wako uende sawasawa na neno la Mungu. Haleluya. Sasa anasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kwa hiyo usije ukasema haini kwa wachungaji tu. Wewe unatakiwa ukae hapo kwamba alisema hili sawa, naweka mkono juu ya mgonjwa, pona kwa jina la Yesu. Unatakiwa uwe kwenye mstari wa neno la Mungu. Hiyo ndiyo imani ambayo Mungu anaisema, kwamba hakikisha unakuwa kitu kimoja na maneno yake. Kila analolisema usibishane na neno la Mungu, uwe kitu kimoja. Yaani wewe na neno msionekane mko tofauti. Yaani kila jambo wanakuuliza Mungu alisema nini? Anakuambia ni kweli. Alisema atakubariki. Unaambia ni kweli, atanibariki. Na ameshanibariki. Haleluya. Yaani alichokisema huanze kupindisha, na lazima ulisome neno la Mungu. Unapolisoma, kwa sababu maandiko yamesema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yako, na lile neno linalokaa ndani yako uwe nalo, uwe unaliishi. Haleluya. Yaani wewe ufanane neno. Mtu akikutafuta akukute wewe ni neno unayeishi, uwe neno linaloishi. Haleluya. Uwe neno linaloishi. Sasa hivyo ndivyo ambavyo Mungu anataka, na anakufundisha namna ya kuyaona mambo makubwa yakitimia kwako. Vile ambavyo unaumia, unatamani ufike kule, lakini anasema atengeneza imani yako kwanza. Na imani yako unatengeneza wapi? Hakikisha wewe na neno muwe kitu kimoja. Eneo hilo yanasema aniaminie mimi, kazi nizifanyazo naye atafanya, na kubwa hata kuliko yatafanya. Lazima uamini kwamba unaweza,
unaweza. Mungu amesema, kwa hiyo unaweza align kwenye neno la Mungu. Ingia kwenye neno la Mungu, uishi humo. Yaani wewe ukae kwenye neno, atakaye kugusa ndio Bwana amegusa mboni ya jicho la Mungu. Kama unataka kuyaona matokeo makubwa, sema amen. Haleluya. Ninaamini unataka kuyaona matokeo makubwa. Sasa kuanzia leo maandiko yanayoonya kwamba usifanye dhambi, kaa hapo hapo, usifanye dhambi. Usianze kujadili hii dhambi. Kaa kwenye mstari huo. Ukiishi hayo maisha na kuhakikishia utafanikiwa. Kila mambo makubwa utaona yakitokea. Haleluya. Kwa sababu neno huwa halishindwi, na wewe ukiishi ndani ya neno, maana yake hauwezi kushindwa. Hiyo ndiyo imani inayosababisha mambo makubwa yatimie kwako. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26. Mwanzo 1:26. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini. Angalia, Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Sasa wewe na mimi tumeumbwa kwa sura ya Mungu na kwa mfano wa Mungu. Manake wewe unafanana na Mungu. Sasa mtu akikutofautisha wewe na Mungu, manake hamna tofauti. Haleluya. Anasema ametuumba kwa sura na mfano. Kwa hiyo mtu akiangalia sura yako na sura ya Mungu, hakuna tofauti. Mfano wako na mfano wa Mungu, hakuna tofauti. Sasa huo ni umoja. Ukiwa nje ya neno, Mungu huwa ni neno. Kwa hiyo ukiwa nje hautafanana na Mungu. Mungu ni neno. Kwa hiyo maana pia ya kufanana, kuibeba sura, ni kwamba ukae ndani ya neno, ili mtu anayekutazama alione neno, ndio atamuona Mungu. Haleluya. Lakini ukiwa nje ya neno, neno liko kulia, wewe uko kushoto. Neno ni Mungu. Kwa hiyo wewe kama uko kulia, Mungu yuko kushoto. Tayari wewe hauwezi kuyaona matokeo makubwa yakitimia. Lakini ili uone mambo makubwa yakitimia kwako, manake wewe lazima ubebe mfanano halisi wa Mungu. Manake kaa ndani ya neno, na neno ni Mungu. Jamani, Mungu anashindwa? Hashindwi. Na kama hashindwi, manake ukaa ndani ya neno, umekaa ndani ya asiyeshindwa. Yaani yeye anasababisha vitu ambavyo hata havipo na vinakuweko. Kwa hiyo kuna mambo kwenye maisha yako unaweza ukawa hujayapata leo, unaweza ukawa hujayaona leo, lakini ukiamua kukaa ndani ya neno, ukaishi ndani ya neno, hayo mambo utayaona kwa jina la Yesu. Haleluya. Utaona yakitimia, kwa sababu neno la Mungu halifungwi na bahari ya Shamu. Neno la Mungu halizuiliwi na bahari ya Shamu. Neno la Mungu halizuiliwi na chochote. Linapopenya, linapenya tu kwa jina la Yesu. Sasa Mungu amekuona wewe, kuna mambo makubwa ambayo unatamani Mungu akufanyie, lakini eneo ambalo anataka ushughulike kwenye imani yako, na imani yako kwa align with the word. Yani kaa kwenye mstari na neno la Mungu. Haleluya. Kaa, yani neno lipo, na wewe ingia humo kaa. Anayekutafuta akute neno, halafu ajiulize fulani yuko wapi? Kumbe umo kwenye neno humo. Haleluya. Umo kwenye neno. Wanauliza, wewe mbona unaongea kama Yesu sasa? Mbona tembea yako ni kama ya Mungu? Uko ndani ya neno. Kwa hiyo akikutafuta wewe, anaanza kukosa. Anaona kama Yesu, anaona Mungu, anaona kama tofauti. Wewe ni nani wewe? Kwa sababu uko ndani ya neno. Hapa hakuna mlango utakao kuzuia kwa jina la Yesu. Haleluya. Hakuna mamlaka zozote za kishetani zitakazo kuzuia, sababu neno halizuiliki. Sasa tumeumba kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa sisi na Mungu ni kitu kimoja, na Mungu ni neno. Kwa hiyo wewe na neno, hakikisha unakuwa kitu kimoja, ili kuzaa imani ambayo haizuiliki,
imani yenye matokeo makubwa, imani itakayoleta mambo makubwa yatimie kwako, hata yale usiyoyaweza. Kina Petro, wanafunzi wa Yesu wakatulia wakamsikiliza. Okay, kumbe tulishike neno la Mungu ili tuzae imani ambayo italeta mambo makubwa. Haya tunayoumia leo hatuyawezi, tuje kuyaweza. Haleluya! Unaona Petro, unaona wanafunzi wa Yesu walivyotenda mambo makubwa. Haleluya! Na wewe ukafanye mambo makubwa kwa jina la Yesu. Haleluya! Kwa hiyo hii ni siri Yesu aliwafundisha wanafunzi kwamba ninaona mioyo yenu imebeba mambo makubwa ambayo jamii yenu hawaoni, ndugu zenu hawaoni, lakini kaeni kwenye neno langu, muwe kitu kimoja na neno langu. Haya yote yanakuja kutokea kwa jina la Yesu. Kutoka kwenye hali uliyopo kwenda kwenye hali nyingine kubwa. Leo wanafunzi wa Yesu tunawahubiri Tanzania, wanahubiriwa Kenya, wanahubiriwa kila mahali. Sasa kutoka kwenye kiwango ulichopo kuja kufika mahali unaongelewa mpaka nje ya mipaka ya nchi, unahitaji kukaa ndani ya neno. Haleluya! Usitoke ndani ya neno, ndani ya neno usiondoke. Petro akamwambia Yesu, tutoke kwako tuende kwa nani? Neno liwe maisha yako. Haleluya! Neno liwe maisha yako. Yaani kuanzia leo unapofungua Biblia, kitakachosewa na Mungu ukajua ni Mungu amesema, useme na kushukuru Mungu. Umesema, haleluya, umesema ya kwamba nimepona. Amesema ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Kumbe nikikubali na kutii, basi nakubali na ninatii, halafu ninakula mema ya nchi. Haleluya! Amesema. Kwa hiyo unamwambia mtu, amesema nikikubali na kutii nitakula mema ya nchi. Wacha nikubali na nitii neno la Mungu, nilishike, niliishi na yaendea mema kwa jina la Yesu. Kwa hiyo likubali, ulitii neno la Mungu, unaenda kupata mema hayo. Hakuna mipaka ya kifamilia itakayokuzuia kama umeamua kukaa ndani ya neno, kama umeamua wewe na neno muwe kitu kimoja. Uliumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa sura yako na ya Mungu manake hakuna tofauti, lakini sura ya Mungu ni neno. Kwa hiyo ili ufanane, kaa kwenye neno la Mungu. Atakaye kutafuta wewe na Mungu atakuta kumbe Mungu yuko kwako. Haleluya! Ukiwa ndani ya neno, anayeshindana na wewe anashindana na neno, na ni Mungu. Yeye hawahi wala hachelewi. Hakuna anayeweza kumpangia muda Mungu wa kuangamiza, hayupo. Kwa hiyo ukijificha ndani ya neno, ukakaa ndani ya neno, adui yeyote anayetokea mbele yako, Mungu ndiye mwamuzi wako. Haleluya! Mungu ndiye mpiganaji wako. Kwa hiyo unapokaa kwenye neno, hakuna uchawi wowote unayoweza kukuangamiza wewe, haupo. Kwa sababu huo uchawi utakuwa unakuja kushindana na neno, sio wewe, maana wewe umejificha ndani ya neno la Mungu. Hapo ndipo uchawi ukituma unaungua, mishale ikituma inaungua, inateketea, inazimika. Sasa hakikisha mpendwa, ishi ndani ya neno. Anza hatua leo, anza kufungua kitabu cha Mungu kitakatifu, anza kufungua Biblia. Tafuta Mungu amesema nini kuanzia sasa. Haleluya! Tafuta Mungu amesema nini, kaa humo. Neno liwe matuo ya maisha yako, neno liwe ndiye mwisho wa yote kwenye maisha yako. Neno la Mungu likisema hiki, amini, limesema, na hakuna mwingine wa kubadilisha, maana Mungu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo anza kutafuta Mungu amesema nini kwa habari yako. Amesema hakutakuwa tasa wala mwenye kuharibu mimba. Unajua kabisa mimi hakuna utasa, hakuna utasa. Amesema nani? Amesema Mungu. Tafuta aliyesema. Ukikuta ni Mungu amesema na ni yeye amesema, amini, sema sitakuwa tasa, sitakuwa tasa. Hakutakuwa mwenye kuharibu mimba, hakutakuwa na uharibifu wowote, kwa sababu amesema nani? Mzee wa siku. Kwenye neno la Mungu. Haleluya! Hakikisha unatafuta Mungu amesema nini.
Mungu amesema nini kwa ajili yako? Alichokisema weka maisha yako hapo. Yaani natumaini kuanzia sasa unaanza kwenda kuifungua Biblia kutafuta Mungu amesema nini kwa ajili yako. Haleluya. Unaenda kufungua kitabu kitakatifu cha Mungu, uangalie Mungu amesema nini, halafu kila alichokisema unakikamata, unasema yes, hii imekuwa kwangu tayari. Hapo unakuwa unatengeneza imani ambayo inasababisha, inaleta mambo makubwa kutimia kwako. Lolote unalolitaka kwa Mungu, hakikisha unafanya hiki. Haleluya. Hakutakuwa na uchawi utakaoweza maisha yako. Hakutakuwa na mwamuzi mwingine wa maisha yako zaidi ya Yesu. Hautakuwa yule wanakaa kikao wanasema tunamuua au tunamharibia. Wewe hautakuwa kuharibikiwa, kwa sababu neno haliwezi kuharibiwa kwa jina la Yesu. Sasa amua kuanzia leo mpendwa, usitoke nje ya neno, usitoke ndani ya neno. Manake kaa ndani ya neno, usiondoke. Neno linalokuonya, usitafute maneno yanayokutia nguvu tu. Hata neno alilolisema usifanye hiki, usiseme uongo, usifanye uovu. Manake kaa hapo, usifanye uovu, usitoke ndani ya neno. Haleluya. Usitoke, kaa humo. Chochote ambacho Bwana amesema, kaa humo, kaa humo. Ifike mahali haupatikani kwenye anga yoyote ya kishetani, unapatikana kwenye neno. Haleluya. Unapatikana kwenye neno. Manake kila silaha, unaposikia anasema kila silaha itakayoinuliwa juu yako haitafanikiwa, ni kwa mtu ambaye moyo wake amejenga, ameweka ndani ya neno la Mungu. Sababu wapo watu wanasoma Biblia lakini wanapigwa. Silaha inatumwa inampiga. Kwa nini? Inategemea wewe na neno mko tofauti au mko kitu kimoja. Lakini Mungu anakwambia hii imani anayozungumza ni ya wewe kuamua kuwa kitu kimoja na neno. Yaani wewe na neno hamna tofauti. Manake uibebe sura ya neno, ulivae neno la Mungu. Haleluya. Neno la Mungu liwe ndio kila kitu kwako. Neno ni chakula. Soma Yohana 6. Yohana Mtakatifu 6:27. Neno la Mungu ni chakula. 6:27. Yesu anasema msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali chakula kidumucho hata uzima wa milele, ambacho mwana wa Adamu atawapa, kwa sababu huyo ndiye aliyetiwa muhuri na Baba, yaani Mungu. Yesu alikuwa msikitendee kazi chakula chenye kuharibika, bali kisichoharibika, ambacho ni neno la Kristo, lenyewe lakaa tena la dumu hata milele. Yesu alitoa picha kama chakula. Ndio maana Mungu anapokufundisha leo kuhusu imani, haina maana uwe na chakula. Alisema kukitendea kazi chakula. Unaweza ukawa na chakula nyumbani kwako, kama hautachukua chakula ukakila, hakina matokeo, utakufa na njaa. Haleluya. Kwa neno ni chakula, lazima ulichukue uliweke ndani yako, lazima ulichukue uliamini. Maana ya kula chakula, maana ya kula chakula ambacho neno la Mungu ni kuliishi neno la Mungu, ni kulichukua neno na kuliweka kwenye maisha yako. Anawashamsia wasikiaji tu, bali watendaji wa neno la Mungu. Sasa hiki ni chakula. Tofauti ni kwamba kuna watu wana chakula lakini hawali. Unakuta mtu ana Biblia na wakati mwingine anasoma, lakini anapingana na baadhi ya maneno. Kuna maneno ya Kristo ambayo Mungu ameyasema, lakini anakataa. Anatafuta maneno anayoyataka yeye, kwa anabagua.
lakini kuna mtu ambaye neno ni chakula, yeye anachukua anakula. Kila ambalo Bwana anasema na maisha yake anakubali. Kuna mwingine anachagua kufarijiwa na kubarikiwa tu, lakini kukemewa hataki. Lakini hilo ni neno. Haleluya! Sasa hakikisha neno, usiwe tu unaishia kulisoma, lichukue uliweke ndani yako. Ndio maana anasema neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu. Sababu unaweza ukapika ugali, unaweza ukapika wali ukaweka mezani, kama hutachukua hatua ya kula kile chakula, maanake ndani yako utakuwa hauna nguvu. Tuna watu wanapigwa na shetani, wanapigwa na wachawi, sio kwamba hawana Biblia. Wengine wanaamua kulala mpaka juu ya Biblia wakiamini ni ulinzi. Wengine mpaka wanafungua andiko wanasoma wakiamini ni ulinzi. Lakini ni mpaka unapoamua kulichukua neno na kuliishi, ndipo unakuwa ulinzi kwako. Haleluya! Pale unapoamua kuishi ndani ya neno, yani wachawi wanapokutafuta wanakuta huko ndani ya neno. Neno ndiyo nyumba yako, neno ni matuo yako. Hakikisha moyo wako ujenge ndani ya neno. Haleluya! Sasa mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo litatendewa. Mtatendewa. Kukaa ndani ya Kristo maanake ni kukaa ndani ya neno. Hakikisha ukae ndani ya neno. Mungu anaona kuna mambo unayaomba na unataka yatimie, lakini uko nje kidogo ya neno. Sababu watu wengine wanahesabu kuokoka tayari ni kukaa ndani ya Kristo. Unaweza ukakaa lakini umekaa nusu. Unaweza ukakaa lakini ni mkono. Uko ndani ya Yesu lakini ni mkono mmoja. Unaweza kama mshangilia, niko ndani ya Yesu nimeokoka, lakini uko nusu. Haleluya! Sasa kuanzia leo hakikisha unakuwa mkamilifu ndani ya Kristo. Mkikaa ndani yangu, lakini anayesema mkikaa ndani yangu ni neno, kwa sababu hiyo neno alifanyika mwili. Anamaanisha ukikaa ndani ya neno la Mungu, lolote unaloliomba ambalo leo unaona kama liwezekani, lakini ukichukua hatua ya kuishi, ya kukaa ndani ya neno, anayekaa manake hana mpango wa kutoka. Lakini wengine wanakaa kwenye neno kwa miezi, wanakaa kwenye neno kwa siku kadhaa, muda mwingine wanatoka nje. Lakini amesema mkikaa ndani yangu, manake ndani ya neno la Mungu ukae, usitoke. Usitoke ndani ya neno la Mungu, kaa. Unapokaa ndani ya neno la Mungu, kuna mambo ulikuwa unayaombea hayatokei, lakini Mungu anasema lolote, anakupa na machaguo ya mengine. Manake atatenda kuliko hilo unalomuomba leo, atafanya kuliko hilo ulilokuwa unamlilia, atafanya kwako, kwa watoto wako na kizazi chako na kesho yako. Haleluya! Atafanya mengi, lakini imani yako iwe katika namna ambayo wewe umekaa ndani ya neno la Mungu. Hiyo ndiyo njia ya kuyaona mambo makubwa yakitimia kwako. Kaa ndani ya neno la Mungu, usitoke, kaa huko. Ninaposema kukaa ndani ya neno la Mungu, hakuna mahali utakuta neno limejijenga unaingia. Hapana, ni kuamua kulisoma neno, kulishika na kuliamini na kujua kwamba hili ni kweli na hakuna mjadala, hakuna kingine. Hili ni kweli, Mungu amesema na imekuwa, na hakuna namna nyingine. Mungu amesema sitakufa bali nitaishi. Kumbe hakuna uchawi utakaoniweza, mimi naenda nitaishi. Haleluya! Unaamini kwamba nimejaa ndani ya neno la Mungu, unaliamini. Haleluya! Neno linasemaje? Wewe ni mzao mteule, mtu wa milki ya Mungu, taifa takatifu. Unajiambia kumbe mimi ni uzao mteule, mimi ni mteule, mimi ni pekee sana. Kumbe mimi ni taifa takatifu, mimi ni mtu wa jamii nyingine ya mbinguni. Tafsiri yake unasaidiwa na mbingu. Kwa hiyo unajua hata adui akiniona niko mwenyewe, akianza kushindana mimi, kumbe mbingu ziko pamoja na mimi. Haleluya! Kwa hiyo natembea kwa ujasiri kwamba mbingu ziko pamoja na mimi. Nikimwita yuko anayeitika, yuko anayesikia, atakayeshuka na kunisaidia.
Kwa hiyo hautembei kwa hofu tena. Ndiyo maana alisema naye akisitasita roho yake haina furaha. Maana yake unapokaa ndani ya neno, mashaka hayana nafasi. Wakati mwingine unapoona mashaka rohoni mwako, ni kwa sababu uko nje ya neno. Mtu aliyelala nje ya nyumba huwa hana usalama, huwa hafumbi macho sana, huwa hawezi akakaa kwa amani sana kama mtu aliyeko ndani, na kuna geti kubwa, madirisha yako sawa, pako vizuri, kuna umeme, lakini aliyeko nje ni aliyeko nje. Haleluya! Huwezi ukawa na ujasiri ukisikia tu kwenye poli na karibu nasikia kuna kimti kimevunjika, utashtuka. Haleluya! Unasema kulikoni? Lakini aliyeko ndani anatulia tu, anasinzia, anatulia, hata ajui kilitokea nini. Ukiona mashaka yanajaa kwenye moyo wako, ni kwa sababu kuna eneo ambalo uko nje ya Kristo, imani yako bado. Lakini ili uwe na imani iliyo thabiti, usitoke ndani ya neno la Kristo. Kaa ndani ya neno la Kristo. Haleluya! Vipi usiku ukiamua kulala nje? Sisemi ndani ya geti, nje ya geti kabisa. Au uende shambani ukalale huko, halafu mimi nipige usingizi ndani, halafu tuhesabu masaa uliolala na mimi niliolala, takuwa tumesinzia masaa machache. Haleluya! Kila muda utawaza wanyama wakali huenda wakapita, kila muda unawaza, unakuwa mtu wa hofu. Kwa hiyo hofu ni matokeo ya mahali ulipo. Ukiona moyo wako una hofu na chochote, jua ya kwamba bado uko nje ya neno la Mungu, haujakaa ndani. Kwa sababu aliye ndani ya nyumba iliyo imara hana hofu na wanyama, hana hofu, hana hofu. Ukiwa ndani ukasikia mbwa anabweka nje, unaweza kuwa na wasiwasi, lakini uko chini ya mwembe alafu nasikia mbwa anabweka jirani, utasinzia hapo. Ukiona wakati ambao kuna mambo yanatokea kwenye maisha yako, halafu unajaa hofu, unajaa mashaka, ni matokeo ya kwamba wewe bado haujawa ndani ya neno la Mungu. Sasa kuanzia leo, amua kuishi ndani ya neno la Mungu ili Bwana akutendee. Sasa kama mtu akiwa nje ya nyumba anakuwa na hofu, anakuwa na mashaka, maana ya hofu na mashaka ni kinyume cha imani. Maanake anapungua imani, anakuwa hana imani. Lakini tafsiri ya kwamba mtu akiwa ndani ambako kuna usalama, mlango unafungwa, nyoka hawezi kupita, panya hawezi kupita, hakuna kitu kibaya kinaweza kuingia, anakuwa na imani. Tafsiri yake ni kwamba unapokaa ndani ya neno la Mungu, ndiyo imani ya kweli. Hiyo ndiyo imani ya kweli. Yeyote aliye nje ya neno la Mungu, hiyo sio imani ya kweli. Haleluya! Sasa ili uwe ndani ya imani ambayo italeta mambo makubwa uyaone yakitimia kwenye maisha yako, lazima uwe na imani ambayo moyo wako uko ndani ya neno la Mungu. Kwa hiyo kuanzia sasa, mpendwa, anza kutafuta Mungu amesema nini, kaa humo, weka matuo humo, amini ya kwamba hilo andiko ni la kwako, amini ya kwamba hilo neno ni kwa ajili yako. Alisema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Haleluya! Kwa hiyo najua kwamba Bwana amesema nikiomba atanijibu, atanipa ninaloomba. Acha niende nikaombe. Kwa hiyo nasema leo saa 6 usiku, leo saa 2 asubuhi au saa 1 ninaenda kumwomba Mungu wangu. Ninajua atanijibu, kwa sababu najua amesema ombeni nanyi mtapewa. Unachukua Biblia unasema naenda polini, naenda kumwomba Mungu anayejibu, ameniambia atanijibu. Kwa hiyo unaenda kwa imani ya kwamba ninaenda kumwomba anayenijibu. Haleluya! Ni kwa sababu lile neno umeliamini na uko ndani ya hilo neno, hauna mashaka na Mungu wako, una uhakika naye. Unapoamua kuishi ndani ya neno, unakuwa hauna mashaka na Mungu. Lakini kuna watu wanaingia kuomba, hawana uhakika kwamba Mungu atasikia maombi yao. Haleluya! Sasa ninaamini kuanzia leo unaenda kuishi neno la Mungu. Neno ni taa ya miguu yangu, Zaburi 119 mstari wa 105.
Zaburi ya 119 mstari wa 105. Fungua pamoja nami 119 mstari wa 105. Nitasoma, ninaposoma kisha na wewe unaliona hilo neno. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Sasa anasema unapoishi ndani ya neno la Mungu, kwa nini ni taa ya miguu yako? Maanake hilo neno linakufungua upate kuona kama Mungu aonavyo. Haleluya! Kuna wakati hatari ikitokea unaona ni mwisho wako, lakini Mungu anaona kuna baraka zinakujia. Lakini kwa sababu uko nje ya neno, baya linapotokea unaona ni mwisho wako, kumbe sio. Wana wa Israeli walipofika bahari ya Shamu waliona kama ni mwisho wao, lakini Mungu alikuwa anashangaa, hawa watu wanalia nini? Maanake walikuwa wanaona tofauti na Mungu aonavyo. Mpaka Musa alipomwendea Mungu na Mungu akamkemea, akamwambia, mbona unanililia? Maana ninachokiona ni tofauti na mnachokiona nyie. Mnaona wana wa Israeli, wana wa Misri hiyo kwamba wamekuja watawaangamiza. Mimi sioni kuangamia, waambie waende mbele. Mimi naona bahari imeshagawanyika, mmeshavuka. Haleluya! Sasa unapoingia kwenye neno la Mungu ukaliishi, utaona kama Mungu aonavyo. Wakati jamii inaona kushindwa, wewe ulishaona ng'ambo. Haleluya! Kwa sababu Mungu ndiye ameiona ng'ambo. Wakati watu wanaona umaskini kwako, wewe kwa jicho la Mungu ulishaona wewe ni tajiri wa kesho. Ulishaona biashara kubwa, ulishaona magari makubwa, ulishaona mafanikio makubwa kwa jicho la Mungu. Haleluya! Kwa sababu kuna watu wanavunjika moyo kwa sababu wanaona tofauti na Mungu anavyoona. Sasa Mungu anataka ukae ndani ya neno ili uone kama yeye anavyoona. Yeye anaona akikufanya kuwa kichwa, pamoja na kwamba bado unajiona kwamba ni mkia, kwamba wewe hautafanikiwa, lakini sio kama Mungu aonavyo. Unajiona mdogo, lakini Mungu ni kweli anakuona mdogo, sio kweli. Sasa unaweza ukawa katika hali ya kuvunjika moyo kwa sababu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mungu anataka uone kama yeye. Sasa neno lake ndiyo taa, maanake inakufungua macho kuona kama Mungu aonavyo. Mungu aliona giza wakati anaumba, wakati waumbaji aliona giza, lakini alipoangalia akaona kuna nuru naweza kuileta hapa. Haleluya! Wakati ndugu anaona giza kwenye maisha yako, kama ukikaa ndani ya neno unaona kuna nuru naweza kuiumba hapa. Sasa na iwe nuru, ghafla ndugu anaona nuru imetanda kwa jina la Yesu. Haleluya! Kaa ndani ya neno ili uone kama Mungu aonavyo, sababu neno ni taa. Neno la Mungu ni taa ya miguu ya maisha. Sasa hiyo ndio imani anayotaka, kwamba ukae ndani ya neno, kwa sababu hautaona kama unavyo mtu wa kawaida. Haleluya! Wakati Elia anaona kufa, Mungu ameshaona kunguru, anapeleka nyama, anapeleka na mkate. Haleluya! Wakati watu wataona kama familia inakufa, wewe ulishaona kuna kunguru, ngoja nimtafute huyo kunguru, ana nyama zangu, anayo nyama na mkate, ngoja niingie kwenye maombi nimtafute. Haleluya! Wakati watu wanaona kufa, wewe unaona uzima. Unaona uzima maanake ni pale unapoamua kukaa ndani ya neno la Mungu. Hiyo imani haizuiliki. Mtumishi wa Mungu Elisha, wakati wana wa Israeli wanalia njaa kwa kiwango ambacho walikuwa wanakula mpaka watoto wao, lakini walipomwendea mtumishi wa Mungu akamwambia, mimi naona majira kama ya kesho, kila mnachokitaka kitakuwa kimetimia, tena gharama ya chakula itakuwa ni ndogo. Mtu mmoja alikuwa ni askari, mfanyakazi wa mfalme, akasema haiwezekani, jambo hili haliwezekani. Mfanyakazi mmoja akasema haiwezekani, lakini anakuambia wewe utayaona lakini hautakula. Haleluya! Elisha alikuwa kwenye jicho la Mungu, alikuwa ndani ya neno la Mungu. Alipoangalia hakuona misiba ya watu, aliona kesho wameshiba. Haleluya! Kwa hiyo kuna watu walikuwa wamevunjika moyo. Mungu anataka kupitia wewe uwainue watu ambao kesho wanaona zimeharibiwa, uambie hapana, kwa Mungu yote yanawezekana. Kesho naona ikiwa hai, kesho naona kuishi tena. Haleluya! Bwana asifiwe. Hicho ndicho kitu Mungu anataka.
Ni kitu ambacho Bwana anataka kila mmoja uwe nacho. Kwa hiyo Elisha alikuwa na mtazamo wa neno la Mungu. Sasa huo mtazamo ndio Mungu anataka tuubebe, uubebe kwenye maisha yako. Kuna wakati familia, kuna wakati ndugu, kuna wakati jamii wanalia, unaona na umaskini, unaona na nini, lakini kesho unasema, unajua kesho hapa kuna baraka nyingi. Mungu anataka uwe lango la baraka nyingi kwenye familia. Mungu anataka uwe lango la baraka kwa taifa. Mungu anataka uwe lango la baraka kwa mataifa. Hauwezi kuwa hivyo ukiwa nje ya neno. Mungu anataka ukae ndani ya neno ili ukayaone makubwa yajayo. Haleluya! Ili ukaone kama alivyopanga. Ni mambo makubwa ameyapanga kwa ajili yako. Wala usivunjike moyo, usikate tamaa. Ni wakati wa kuinuka na kuamua kwamba kuanzia sasa sitaishi ndani ya sauti zinazonivunja moyo. Nitaishi ndani ya sauti moja tu, sauti ya Mungu aliye hai, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Nitatulia humo, nitaweka matuo yangu humo. Haleluya! Wewe hautazuilika, wewe hautazuilika. Mungu anataka afanye yale maono yako makubwa unayoyaona sasa yakatimie. Inawezekana wakati huu unaona kama yanazama, unaona kama kuzama, lakini Mungu anakwambia hivyo unavyoona ni mpango wa adui, hivyo unavyoona ni udhaifu wa imani yako. Hakikisha unarudi kwenye neno, hakikisha unarudi ukae kwenye neno. Aonavyo Mungu sio kama wewe. Mungu anaona ushindi huko unaukimbia wewe, unakimbia lango la baraka, unakimbia lango la neema, huko unalikimbia kwa udhaifu wa imani yako, lakini Mungu bado anaona ushindi mbele yako. Rudi kwenye neno, tenga muda wa neno la Mungu, lichukue neno, ukae ndani ya neno, kama alivyosema, mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, hakika lolote mliombalo litakuwa. Mungu anataka wewe ukayaone kila uyaombayo kwa jina la Yesu. Haleluya! Kaa ndani ya neno, kila uliombalo Mungu ana utayari wa kukujibu. Kwenye afya atakujibu, kwenye huduma atakujibu, kwenye biashara atakujibu. Haleluya! Yuko tayari. Kaa ndani ya neno, lolote utakaloliomba atajibu. Utagundua Mungu hashughuliki na maombi, anashughulika na maombi yaliyotoka ndani ya mtu aliyekaa ndani ya neno. Haleluya! Mungu haangalia anayeomba, anaangalia kwanza yuko wapi anayeomba. Kama unaomba uko nje ya neno, huwa anakuacha kwanza, ukirudi kwenye neno anarudi. Haleluya! Kwa hiyo amua leo ukae kwenye neno, halafu uanze kuomba. Baba, ulisema hili na hili litakuja. Haleluya! Mungu anajishughulisha na mambo yetu. Anaangalia unapoomba umepiga magoti nje ya neno au ndani ya neno. Lakini chukua hatua leo, piga magoti ndani ya neno. Hakuna jambo linaloshindikana kwa Mungu, tena yasiyowezekana kwa mwanadamu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Mungu anataka yote yawezekane kwako kwa jina la Yesu. Haleluya! Yote anataka yawezekane. Manake kila haja moyo wako yuko tayari kuitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya! Wangapi ambao wako tayari kuona mambo makubwa kwenye maisha yao? Nisikie shangwe na vigelegele. Haleluya! 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 Kaa ndani ya neno. Bwana Yesu asifiwe. Kaa ndani ya neno. Neno huleta ushindi juu ya dhambi. Zaburi hiyo 119 mstari wa 11. Neno la Mungu huleta ushindi juu ya dhambi. Maandiko anasema, kisha umefika hapa, moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Ni Zaburi ya 119 mstari wa 11. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi. Haleluya! Kwa hiyo naona neno linapokaa ndani yako,
Manake unapoamua kuliishi neno la Mungu unakuwa na nguvu ya kushinda dhambi. Kwa hiyo unamfanya Mungu akutimizie mambo makubwa. Mungu huwa hawezi kuachilia mambo makubwa yatimie kwako kama hana uhakika na wewe katika ushuhuda. Haleluya! Kama Mungu akikubariki ndio utakuwa mlevi, huwa Mungu akubariki mpaka aone una uwezo wa kushinda hiyo dhambi. Haleluya! Kama Mungu akikubariki anajua wewe utapita na wanawake, wewe ni mwanaume utaenda kufanya mambo ya ulimwengu, huwa hawezi kukubariki hata siku moja. Kama Mungu akikubariki anaona kwanza ndio utaenda kwenye mambo ya zinaa. Kama ni mama unaenda kufanya mambo yasiyofaa, hawezi kukubariki. Tafsiri yake ni nini? Mungu anapoangalia unapomwomba, anaangalia uko wapi. Kama uko ndani ya neno, ana uhakika hata akubariki kwa kiwango gani, wewe hautamwacha. Haleluya! Lakini akikuona unapiga magoti unaomba, halafu uko nje ya neno, anajua huyu ndugu yangu, huyu mwanangu nikimbariki, na wakati uko nje, huyu hataweza, atanisaliti tu. Kumbe kuna watu ambao Mungu anasubirisha baraka zao. Ni kweli unaomba, ni kweli unamlilia Mungu, lakini usiporudi kwenye neno la Mungu, Mungu anaweza asijibu hayo maombi unayomuita, kwa sababu akikujibu wewe utaharibika. Hata kama sasa unampenda kwa kiwango gani, lakini kama hujakaa ndani ya neno utaanguka, utashawishika katika dhambi. Kuna wakati Mungu anaacha kumjibu mtu. Mtu unakuta anaomba baraka nyingi, milango ya baraka, lakini Mungu akiangalia naye mwenyewe anayeomba yuko nje ya neno, anajua huyu nikimbariki huyu atanisaliti. Mungu anakuita rudi kwenye neno, yuko tayari kubariki, lakini kaa kwenye neno, kwa sababu ukikaa kwenye neno wewe utaishinda dhambi. Lakini anaona kabisa kwamba akikubariki, akiachilia hizo baraka unazomuomba, na wakati uko nje ya neno, wewe utamsaliti mchana kweupe, kwa sababu neno linapokuwa ndani yako ndipo unakuwa na nguvu ya kutotenda dhambi. Lakini unapokuwa nje ya neno, maana yake unakuwa hauna hiyo nguvu, tayari adui anakuweza. Jamani, haleluya! Je, adui anakuweza mpaka sasa unaposikia injili hii? Kama ulikuwa nje ya neno, ni kuambia uhakika, hata kama unasikia ndani yako umeokoka kwa namna gani, lakini kama asilimia zako za kukaa ndani ya neno zilikuwa ni kidogo, kuna mambo Mungu hawezi kufanya. Manake kuna mambo makubwa kwenye maisha yako huwezi kuyaona yakitimia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anajua akiashiria atimie kwako, utamwasi yeye, utamwacha yeye. Nataka mtu mmoja ambaye anasema naingia haraka kwenye neno ili Mungu asiache kunibariki. Haleluya! Nataka mtu anayesema sichelewi, naingia kwenye neno ili Mungu anapobariki wengine na mimi akanibariki. Haleluya! Sitoki ndani ya neno, nataka nikae kwenye neno. Kumbe ahadi za Mungu zinaachiliwa juu yao walioko ndani ya neno. Amua sasa kwa jina la Yesu. Haleluya! Amua kwa jina la Yesu. Jambo jingine ambalo Mungu alisema, jambo la mwisho, katika kitabu kile cha Mathayo sura ya 17 mstari wa 21, alisema, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Ukishakaa ndani ya neno, Mungu anasema tena usisahau kufunga na kuomba. Kusali na kufunga, prayer and fasting. Kufunga na kuomba na kufunga. Kuna watu wengi wanafunga lakini hawaombi, na kuna watu wengi wanaomba lakini hawafungi. Lakini ukishakaa kwenye neno la Mungu, ukishakaa ndani ya neno la Mungu, hakikisha una ratiba binafsi za kufunga na kumwita Mungu. Hakikisha unafunga na kumwita Mungu. Kwa nini? Kwa sababu maombi na kufunga huleta udhihirisho wa neno la imani ndani yako. Kila unachokiamini, yale unayoamini kwamba Mungu anayaweza, kinachoyaleta sasa ni ile kufunga
na kuomba inapenyeza nguvu ya kuyadhihirisha yale unayoyaamini moyoni mwako. Haleluya! Kwamba umeshakaa ndani ya neno, umejua Mungu anaweza akakuponya. Sasa ili Mungu akuponye, hebu ulete ule uponyaji sasa. Kwa hiyo kufunga na kuomba kuna uvuta ule uponyaji unashuka. Haleluya! Ule uponyaji unashuka. Kwa hiyo kufunga na kuomba kunasafirisha uponyaji wako unakujia. Kufunga na kuomba kunasafirisha majibu yako yanakujia. Danieli alifunga siku 21 ili kusafirisha majibu yake yaliyokuwa yanatoka mbinguni. Haleluya! Sasa unapokaa ndani ya neno la Mungu, usisahau kutenga muda wako katika wiki kufunga na kuomba kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya kazi yako. Usiache. Haleluya! Kwa sababu kufunga na kuomba niko kutaleta udhihirisho wa lile neno la imani ndani yako, wa kile ambacho Mungu anakusemesha ya kwamba ni lazima unakipata. Hiyo nguvu ya kukileta sasa kitimie, kije kionekane, ni katika kufunga na kuomba. Mungu akusaidie sana.